kaunti ya Kilifi, baadhi ya viongozi wa kaunti hiyo sasa wanamshutumu mwenyekiti wa bodi ya barabara nchini Aisha Jumwa kwa kile wanachokiita kama Aisha Jumwa anayehujumu serikali ya kaunti. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu chipukizi Magdalene Kanini, viongozi hawa wamemtaka Aisha Jumwa kufanya kazi yake kama mwenyekiti wa bodi ya barabara badala ya kuingiza chokochoko katika biashara za kaunti. Wakizungumza katika eneo la Jilore, kaunti ya Kilifi, baadhi ya viongozi wa kaunti ya Kilifi wakiongozwa na mbunge wa Malindi Amina Mnyazi wamemtaka mwenyekiti wa bodi ya barabara nchini Aisha Jumwa ajitenge na masuala ya kaunti hiyo, wakimshutumu kwa kuihujumu serikali ya kaunti hiyo. Na moja ya sababu kwa nini mheshimiwa gavana wewe ndio umekalia hiki kiti kama rais wa jimbo ni kwa sababu ya ule utendakazi wako ambao unaofanyia watu wako wa Kilifi. Sasa yule ambaye yuko nje hajui maana ya kuwa gavana ni nini, anapiga mdomo na kupiga makelele, sisi tutamwachia kazi hiyo. Akiunga mkono kauli hiyo, mwakilishi wadi ya Shela Twahir Abdul Karim amesema kuwa Aisha Jumwa alikuwa na utendakazi mbaya hapo awali na kuonya uwezekano wa Jumwa kupoteza kazi yake kama mwenyekiti wa bodi ya barabara kwa madai kuwa ameshindwa na kazi. Wale wapinzani wetu ambao kwamba walipewa kazi ya kwanza na William Ruto ya kuwa waziri wa kina mama na mipangilio ya kijamii, mambo ya women empowerment, na hakuna lolote la maana ambalo kwamba lilionekana limefanyika. Kwa upande wake Peter Ponda, mmoja wa viongozi hao, amemkashifu Aisha Jumwa kwa kuharibu jina la gavana Gideon Mung'aro hadharani kwa kudai kwamba hatoi huduma kama anavyopaswa na kutaja kuwa wataendelea kumuunga mkono gavana huyo. Kuna mtu ambaye anazunguka hapa na anazunguka hapa, kazi yake hana kazi nyingine ni kuambia Mung'aro hafai. Hana kazi nyingine ni kuambia kwamba Mung'aro anaharibu sijui ni wapi sijui ni wapi. Tunataka kuambia mheshimiwa Mung'aro tuachie sisi, kwa sababu huyu mtu amekuwa women rep, amekuwa mbunge, amekuwa waziri, na sasa anakuja kutufundisha ni nini ambayo inatakana kufanya. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba hii maneno ya kudanganywa imefika mwisho. Huku haya ya kijiri, viongozi hao wameashiria ushirikiano wa kuleta mafanikio katika kaunti ya Kilifi, wakiwataka wakazi wa Kilifi kujitenga na siasa za kugawanya na kuunga mkono mipango ya maendeleo. Magdalene Kanini, Runinga ya KU.